Tuwapigie wote kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naendelea kushukuru Mungu sababu anaendelea nafanya tena asubuhi ya leo. Na tunaendelea kitabu ambacho tumekuwa tukisimamia ndani ni maandiko ambayo tunasema Passover. Iko Passover. Passover ilikuwa inamaanisha kuvuka. Ilikuwa ni kumaanisha Pasaka. Passover ambao tumeipata ilikuwa ni ukumbusho wa ambaye alikuja kama mwana kondoo na kupata nafasi ya kukufa kwa ajili ya maisha yetu. Passover ni kwa ajili ya wale tu ambao waliokoka. Passover ni kwa ajili tu ya wale ambao waliobatizwa. Passover ni kwa ajili ya wale ambao walioitika msalaba. Passover ni kwa ajili ya wale ambao walioteseka maishani mwao. Passover iko inamaanisha Mkristo ambaye anayokoka, ambaye anakumbuka mateso ya Yesu Kristo. Passover iko ni mafundisho ambayo tunaendelea tunafundisha Wakristo, tunaendelea tunakumbusha Mkristo habari za kusema Yesu alikufa, akabeba kwenye machinjio, ambaye aliteseka akabeba kwenye machinjio. Iko na maanisha Pasaka. Nani ambaye anatamani asikilize Pasaka hii ya leo? Na ninatamani mtu mmoja atakayesikiliza haya message ya Pasaka siku ya leo, na haya ambayo utakayoyasikiliza siku ya leo itakuwa ni message ya kukumbusha wewe, lakini itakuwa ni message ya kumwelezea mtu mmoja kusema hivi, hii Passover yako ambayo unatamani kuingia ndani, utataka kuingia hii Passover namna gani? Kuna Wakristo wengine mpaka saa hizi bado hawajajua Passover yao wataipitia namna gani. Kuna Wakristo mpaka sasa hivi hawajajua kama Passover yao watakula, watasherehekea namna gani. Kuna Wakristo ambao waliobatizwa mpaka sasa hivi bado hawajakamata hatua ya Passover, hawajakamata hatua ya msalaba, hawajakamata hatua ya kuanza kuomba. Mwezi wa 4 ni mwezi mtukufu. Mwezi wa 4 ni mwezi wa Aba. Mwezi wa 4 ni mwezi ya Mkristo. Mwezi wa 4 ni mwezi ambayo Mungu alitayarishia Mkristo. Mwezi wa 4 ni mwezi ambao tulipata nafasi, lakini mwezi wa 4 Wakristo wengi hawaishiki hawaishiki gisi ipasavyo. Wakristo wengi wanashika Passover gisi wanajisikia. Wengine wanaingia kwenye mabaa, wengine wanatembea kiolela, wengine wanaenda kwa wanawake kiolela. Kila mtu anafanya gisi alivyojisikia. Lakini nikukumbusha hivi, ulibatizwa kwenye maji mengi, uliingia kwenye kisima, ukasema ninaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na Wakristo wengi wanaosema ninamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, baada ya siku chache hasherekei tena meza ya Bwana. Baada ya siku chache hasherekei tena meza ya Bwana. Ukimuuliza anakwambia niko na vitu vingi. Ukimuuliza anakwambia niko na vitu vingi vinanisumbua kwenye kichwa changu. Lakini mwezi wa 4 ni mwezi wa Mkristo kujiandaa. Mwezi wa 4 ni mwezi wa Mkristo kujiprepare. Mwezi wa 4 ni mwezi wa Mkristo kujikamilisha. Mwezi wa 4 ni mwezi wa Mkristo kwenye mafungo. Mkristo ambaye anajua kabisa mateso ya Yesu alipigwa, ni wakati wake yeye kuingia kwenye mafungo mwezi wa 4. Wakati wa Pasaka tarehe 12 ikifika, unakuja kula Pasaka yako kwenye kanisa, unakuja changia sadaka, unakuja changia meza ya Bwana na watakatifu wa Kristo ambayo waliobatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Niko nakukumbusha wewe Mkristo ambaye uko hapa. Niko nakukumbusha wewe ambaye uliokoka. Niko nakukumbusha wewe ambaye ulipokea Yesu Kristo. Niko nakukumbusha wewe ambaye ungingaliki na ile wito. Bado kuna mateso ambayo uliopitia.
Yesu alisema yamekwisha kwenye msalaba. Ukiangalia, tusome maandiko, tuingie kwenye maandiko. Nataka niingie kwenye maandiko wa Kristo. Nataka niingie kwenye maandiko. Kitabu cha Torati. Kitabu cha Torati 16:1-2 anasema nini? Nataka tusome maandiko. Watu wengi hawajui Pasaka iko nini. Watu wengi wanasikia Pasaka lakini hawajui Pasaka iko nini. Watu wengi sana. Nataka mtu mmoja asikilize haya message. Hii mwaka unasikiliza hii message. Hii mwaka inakufanya uvuke Pasaka yako. Mwezi wa 4 haitakuwa mwezi ambayo inafuata. Mwezi wa 4 itapita hii mwezi tu. Mwezi wa 4 tena ni mwaka kesho. Lakini kama bado haujaandaa kwenye mwezi wa 4 hii, kama bado haujajitengenezea njia kwenye mwezi wa 4 hii, mwaka kesho utakuwa nguvu wa kuingia ndani. Amen, amen. Amen. Umepata kitabu Torati 16:1-2 anasema nini? 16:1-2. Utunze mwezi wa Abibu. Utunze mwezi wa Abibu. Ukaufanyie Pasaka Bwana Mungu wako. Ukaifanye Pasaka. Mungu akubariki. Tunaenda pole pole sana. Barikiwe sana. Mungu wako. Kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu. Ilikuwa mwezi wa Abibu. Alipokutoa Misri usiku Bwana. Alipokutoa huko Misri siku ile Bwana Mungu wako. Nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako. Na wewe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako. Katika kundi la kondoo na ng'ombe. Mahali atakapochagua Bwana apakanishe jina lake. Mahali atakapochagua Bwana apakanishe jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tulinde siku ya Abibu. Iko ni Hebreo. Abibu iko ni Hebreo. Abibu ni mwezi wa 4. Abibu ni mwezi wa 4 ambayo ililetwa kuwa takatifu. Watu wengi hawako tena wanatunza mwezi wa 4. Watu wengi wanaona mwezi wa 4 kama siku zingine. Watu wengi wanaona mwezi wa 4 kama siku kama kawaida. Mwezi wa 4 ni mwezi wa Abibu. Mwezi wa 4 kwa Mkristo ni mwezi ambao iko takatifu. Tutashuka chini, utasikia mahali ambapo Mungu anapatia Aaron na Musa, anawaambia mkule mikate baada ya siku 6. Sikiliza mzuri. Mikate baada ya siku 6. Ukimaliza kula mikate baada ya siku 6, siku ya 7 itakuwa siku ya utakaso. Ile siku ya utakaso, kila mmoja wenu atatosha sadaka. Kisha mzunguruke moto. Sikiliza mzuri. Mtazunguruka moto, na ile moto ambayo mtazunguruka, mtakamata ile mkate, mtaikula kwa haraka. Sikiliza, mtaikula kwa haraka sana. Itakuwa ni kupass over. Itabidi kupass maisha yako kwingine hatua. Mwezi wa 4 ni kwetu mwezi takatifu. Mwezi wa 4 Mungu anarekomenda utakapokuingia siku ya Pasaka, leta mbuzi yako, leta ng'ombe yako, leta kondoo yako, leta sadaka yako, leta kwenye madhabahu. Tunasubiria tu tutoshe sadaka, tunasubiria tu tutoshe cha 10, tunasubiria tu tutoshe sadaka, tutoshe cha 10. Lakini Mungu anasema kwa hii mwezi wa Abibu, haiko mimi ndio mwenye niko na interpret maandiko. Mungu anasema kwenye mwezi wa Abibu, hii mwezi wa Abibu, kila mmoja alete sadaka yake, kila mmoja alete ng'ombe yake, kila mmoja alete kondoo yake, kila mmoja alete mbuzi yake, kisha kuirepresente kwenye madhabahu. Aseme ichinjwe, ikuwe Pasaka yako ya maisha. Wakati wa zamani watu wengi walikuwa wanatosha ng'ombe, wanatosha kondoo. Sababu gani? Mateso waliopitia. Maandiko inasema, aseme nikayasikia sana kilio
chao. Mungu alimtuma Musa. Wakati Mungu alimtuma Musa, akamwambia Musa, ambia Farao akupatie watu wangu waende wanitolee sadaka, waende waniabudu. Sikiliza, waende waniabudu. Watu wengi hawako tena wanamwabudu Mungu. Watu wengi hawako tena wanamsihi Mungu. Watu wengi wanaona Mungu kama kawaida. Watu wengi wanaona Mungu kuwa kichezo, kiwa kichekesho. Lakini mwezi wa nne ni mwezi wako mtukufu kwa Mkristo ambaye anayejua neno la Mungu. Mwezi wa nne ni mwezi ambao Mkristo inabidi akamate vifungo vya kawaida, inabidi aombe kawaida, inabidi aikae kwenye magoti. Mwezi wa nne ni mwezi wa kumkumbusha Mungu, sema niliteseka mwaka jana, nililia mwaka jana, nilivunjika moyo mwaka jana, na hii mwezi nivushe tena. Mwezi wa nne inakuprepare kuingia mwezi wa nne mwaka kesho. Mwezi wa nne inakava maisha yako yote ya mwaka mzima. Sikiliza, mwezi wa nne inakava maisha yako yote. Sababu gani? Unapoomba mwezi wa nne, unapofunga mwezi wa nne, unapotoa sadaka mwezi wa nne, ni mwezi ambayo unajiwekea akiba mwaka kesho. Magonjwa, watu wengi wanapata shida, watu wengi wanakufa kiolela. Sababu gani? Mwezi wa nne waifanya kuwa mwezi mtukufu kwao. Leo unalia, leo unateseka, leo unapita vita, leo unafisha, wewe unafishika kila siku, ila mwezi wa nne hii nakuja nikukumbushe, iwe mwezi wako wa mafungo. Mbele tuingie kwenye Pasaka tarehe 12, ujitahidi, tosha sadaka zako, tosha ng'ombe yako, tosha maisha yako kwa ajili ya Mungu. Mtolee Mungu sadaka ambayo inafaa, mtolee Mungu ambaye atasikia harufu ya sadaka, harufu ya sadaka, harufu ya neno la Mungu, harufu ya sadaka, harufu ya neno la Mungu. Isaya 41:10 hadi 3 anasema nini? Tusome Isaya 41:10-13 anasema nini? Niko nakukumbusha tu 41:10-13 Isaya 41:13 anasema nini? Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Usifadhaike kwa sababu mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Na nitakusaidia. Na nitakushika kwa mkono wa kuume kwa haki yangu. Tazama, wote walioona hasira yangu, wote waliona hasira yako. Wote waliona hasira juu yako. Watatayarika na kufadhaika. Watu washindanao na wewe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hautawaona wale wapiganao na wewe. Achia pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Aseme utawatafuta wale wakupigao vita. Unatamani Mungu afanye nini? Hii Pasaka yako unaiandaa namna gani? Hii meza ya Bwana ambayo Mungu eko anareklame uko unaiandaa namna gani? Aseme wale ambao waliokupiga vita, wale ambao waliokutesa, wale ambao walikufanya ulie, hautawaona tena. Dafura sasa moyo utawatafuta, hautawaona tena. Sababu tu uliandaa mwezi wa nne vizuri. Sababu tu ulitengeneza mwezi wa nne madhabahu yayo vizuri. Sababu tu ulikamata vipindi ya mwezi wa nne vizuri. Sababu tu ulitoa sadaka ya mwezi wa nne vizuri. Sababu tu ulimuita Yesu Kristo kwa hii mwezi wa nne. Wakristo wengi tunasherehekea tu hatujui maana ya mwezi wa nne. Wakristo wengi tunasherehekea Bonane na Noeli tu. Tunasherehekea Happy New Year na Christmas. Lakini
Niulize kwa nini hatusherekee? TANESCO ni wakati ambapo ilifika baada ya saa 9. Yesu mwenyewe aliwaita watumishi wake, nendeni mkaniangalie. Sikiliza vizuri. Yesu aliwatuma watumishi wake, aseme, wakamuuliza hivi, Bwana, unatamani kule Pasaka fasi gani? Akasema, nenda kwa nyumba upige wapi? Chumba chako, mahali pale kunaandalia Pasaka. So wewe unamwandalia Mungu Pasaka wake, wewe unaandaa chakula yako kule na nani. Kuna wengine wanaandaa chakula lakini wanakikula wenyewe, wanashinda kuita wengine watu wakule chakula. Kuna wengine wanaona kupiga chakula kuwaita wengine watu ni kazi. TANESCO ni wakati ya kumwelezea Mungu, Pasaka yangu nitakula na watu ambao wanaoamini. Nitakula Pasaka yangu na watu wengine. Margaret napita kwenye shida, Margaret nalia kila siku, Margaret vipo ambavyo vinakuwa kila siku ndani ya nyumba yako, na mimi pia natamani nivuke ndani. Utatamani uingie kwenye hii Pasaka na namna gani? Piga chakula, waite watu, soma maandiko. Piga chakula, waite watu, soma maandiko. Kutoka kitabu ya Kutoka 12:14 na 41 hadi 50 yake anasema nini? Kutoka 12, kitabu ya Kutoka 12, kitabu ya Kutoka 12:11 50 yake anasema nini? Leo niko nataka niongee kiharaka sana. Kutoka 12:11 mwenye anapata karibu kwa haraka, Kutoka 11 hadi 50 yake. Nataka tusikilize hii neno mzuri. Ndio tusome. Kutoka 12:41 hadi tufike 15. 50 yake. Nasema hivi. Anasema nini? Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430. Ndio. Ilikuwa siku ile ndio ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Ndio. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Watoa nini? Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Ndio. Bwana akawaambia Musa na Haruni. Sikiliza mzuri hapo. Amri ya Pasaka ni hii. Amri, msikilize mzuri. Anasema sheria. Papa kidogo. Anasema amri, anasema sheria. Kiingereza wanasema law. So wanatia LOW, iko pale kwa ajili ya sheria. Iko ni sheria ya Mkristo kusikiliza hii. Kama haujawahi kusikia sheria ambayo Mungu alitia juu ya Pasaka, inamaanisha wewe bado haujaamini vizuri. Inabidi kuamini kwa hii sheria ambayo Mungu anayasema hapa. Haiko sisi. Anasema ni sheria. Sheria inasema hivi. Ndio. Mtu mgeni asikule Pasaka. Lakini mtumishi wa mtu awaye yote, mtumishi yani koi wako, aliyenunuliwa kwa fedha, uliyomuuza, ukisha kumtahiri, ndipo hapo atamla Pasaka. Ngoja kidogo, maana ya kutahiri inamaanisha nini? Mama Yosha, maana ya kutahiri inamaanisha nini? Kutahiri inamaanisha nini? Kutahiriwa inamaanisha nini? Nini? Kutahiriwa ndo Kiswahili kingine. Sasa nataka twende mkikristo sasa. Ina maana mtu ambaye ametahiri. Mtu ambaye amefanya nini? Ameoshwa sivile, ameokoka anazaliwa mara ya pili. Yaani kama ule mtumishi wako hajaokoka, hajabatiziwa mara ya pili, asifanye nini? Ile ni Swahili kamili. Na hiyo ilikuwa kwa ajili ya wanaume.
ile ilikuwa kwa ajili ya wanaume. Ndio maana anasema mtahiriwe. Ukishuka chini hapo kwenye iko nasoma anasema iwe kwa wanaume wote. Unasikia, iwe kwa wanaume wote. Lakini Seloma andiko tena kwenye ingine version inasema hivi, inabidi wabatizwe wote. Karibu mzee. Asante. Akae kwenu hali ya ugeni. Akae kwenu mgeni. Na mtumishi aliyeajiriwa. Na mtumishi aliyeajiriwa. Wasikule Pasaka. Wasikule Pasaka. Na aliwe ndani ya nyumba moja. Mnisikie mzuri. Pasaka walisema mkule nyumba tofauti. Hapana. Wanasema Pasaka niende kwa mama Sifa, mama Yoshua, mama Fatu, niende kwangu. Baikule wapi? Ndani ya nyumba moja. Nyumba moja. Leo hii nataka niulize Wakristo ambao uko hapa, tunakula Pasaka nyumba moja. Tuongee ukweli, tusiende tofauti. Tuongee ukweli ndani ya roho. Tunakula Pasaka sehemu moja. Kwa nini tukuli Pasaka sehemu moja? Tunakuwa na fitina. Wataniwekea sumu, wataniwekea siyo hivi, ule ajui kupiga, ule siyo ajui kufanya hivi. Lakini Pasaka ambayo Mungu eko tunasema hapa ni Pasaka ya sheria. Watu waichangie sehemu moja tu. Niko nafundisha, siko na ubiri. Siko na ubiri, niko nafundisha. Karibu tukule sehemu moja tu. Nyumba moja. Usichukue nje ya nyumba. Usichukue nje ya nyumba yako. Nyama yake yoyote. Usichukue, usiibe. Nisikie vizuri. Usiende ukaiba nyama ya mtu. Usiende ukachukua punda ya mtu, ng'ombe ya mtu, ukakuya ukachinja tu kule Pasaka na jamaa yako. Wala msivunje mfupa wake uwao wote. Usivunje mfupa wake uwao wote. Na wafanye jambo hili mkutano wa Israeli wote. Mkutano wa Israeli wote. Na mgeni atakapoketi pamoja nawe, ndio, na kupenda kumfanyia Bwana Pasaka, ndio, waume wake wote na watahiriwe. Ndipo hapo akaribie na kufanya Pasaka. Naye atakuwa mfano mmoja na mtu aliyezaliwa katika nchi. Lakini mtu yeyote asiyetahiriwa asimle, asikule. Sheria ni hiyo moja kwa mtu aliyezaliwa kwenu, na kwa mgeni akaaye kati yenu, na mgeni aliyekaa kwenu ugenini 50. Hivyo walivyofanya wana wa Israeli wote, alivyowaagiza na Haruni, hivyo walivyofanya. Haleluya, haleluya, haleluya sana. Maandiko iko inasema hivi, kila mtu ambaye anayempokea mgeni kwenu asikule Pasaka. Nataka nifundishe hapa kidogo. Mgeni ni nani? Si vile mnafikiria ni mgeni ambaye atakuja ndani ya nyumba yako? Ama kusema nyumba yako, wanasema kukanisa. Na ule mgeni kama hajabatiziwa asikule Pasaka. Ule mgeni kama hajaingia kwenye maji asikule Pasaka. Na watu wote wachangie Pasaka sehemu hii. Ukiangalia mzuri, andiko liko nasema hivi, Mungu akamwambia Musa na Harun aseme ikifika jioni ya usiku. Sikia mzuri. Ziko hapa nyingi sana. Anasema ukifika sehemu ya usiku, nyinyi nyote ikifika siku ya 6, mkimaliza siku ya 7, konga moto usiku. Mkonge moto usiku, mchukue ile vitunga tenu vya mikate. Mzunguruke ile moto. Sikia. Na nyama zenu, mzunguruke ile moto. Kwanza, mkate yenyewe haina sukari. 2, mkate yenyewe haina chumvi. 3, mkate yenyewe haina mafuta. 4, nyama zenyewe usitie chumvi, usikalange. Yaani nyama uichome tu. Nani mwenye anaweza kula hivi? Kwa hiyo tukupatie tu leo dafura, asema wewe kula zile nyama utazikula kabisa. Zenye zina chumvi, zina sukari. Au kukalanga, au kutia kachumbeni, au kutia kapilipili, au kutia kaonyo, au kutia citron. Hautakula, si vile?
lakini selo maandiko inasema siku ya Pasaka ikuwe siku ambayo haiweki kitu chochote ndani. Siku ya Pasaka isiwekewe kitu chochote ndani. Mena Wakristo wa siku ya leo tunaangalia Pasaka, niweke kachumbele, niweke chumvi, niweke onyo, niweke siyu vinegre, siyu nitie nini, juu ikuwe na utamu na utamu na utamu. Mkristo wa kweli, Mkristo ambaye aliyeokoka, inabidi akule mkate ambayo inachomwa tu. Mkate ambayo inachomwa haikalangwi. Mkate ambayo inababuliwa kwenye moto. Mkate ambayo inatiliwa kwenye moto. Nyama ambazo zinababuliwa bila chumvi yoyote hii. Ile ndio Kristo na ile ndio Pasaka. Na mtu wote ambaye anaingia kwenye kanisa siku ya Pasaka, kama hajabatizwa, yani yeye haistahili hata kukula nasiye. Ile siku tutakula, tutachinja, tutafurahi. Tutakula ile Pasaka. Nasiye ndani ya moyo wetu inatususa sana. Roho yetu inatupiga sana. Je, rafiki ambaye hajaokoka? Je, rafiki ambaye hajabatizwa? Iko huzuni sana, Baba Yoshua. Iko huzuni sana sababu kule mbele utauliziwa. Nilikupatia kazi na karama, mbona huyu mtu alikufa bila kubatizwa? Utaulizwa sana. Tutauliziwa sana sisi watumishi. Sababu hatuna kazi yote ile. Hatuna kazi yote ile. Kazi yetu ni kufundisha na kuwatiza watu. Sababu meza ya Bwana ndio ukumbusho wako. Meza ambayo utakao kula. Ile sikiliza niseme hivi. Uniseme kusema hii neno. Lakini ukweli iko hivi, wakati tunaenda soma Biblia wanatuambia hivi. Mkristo wa kweli wa kanisa ni yule ambaye anategelea meza ya Bwana. Mkristo wa kanisa. Sababu kwenye ibada ya meza ya Bwana iko ni ibada mbili. Tukimaliza ibada ya kawaida tunaingia kwa ibada ya meza ya Bwana. Maana ile ibada ya meza ya Bwana jina lake inabidi ikue kule kwenye enregistrement. Uhesabiwe kule kama umesherehekea meza ya Bwana. Mena au kusherehekea meza ya Bwana siku ile. Utaambia sasa Pastor David turudie kwanza tena unibatize ili kule meza ya Bwana. Utamwambia yes secretary seke mwambie David akuje kwanza huku kwanza anibatize. Utaambia wazee mbona mimi mnaniacha huku nilikuwa kaniko naimba mule. Watasema nini? Kesho watasema nini? Ulisema na ukasema nikaishia pale. Mena utumishi wa kweli, Mkristo wa kweli ambaye anaokoka, ambaye anapenda kujua mateso ya Yesu. Sikia mzuri. Wewe ambaye unayeokoka, wewe ambaye unayebatizwa, wewe ambaye unayebatizwa, unapita kwenye majanga tofauti. Unapita kwenye shida tofauti. Ndio maana Yesu amesema hivi, ninyi nyote ambaye mliokoka, ambaye mlienikubali, mnaokuja kwangu chukueni mizigo yenu kwanza. Unapochukua mizigo haiko tu. Sikia kwambie, unapookoka unabatizwa ndio unaanza shida. Kama hujawahi kupata shida ndio unaanza shida. Watakwambia ndio mtumishi, ndio Mkristo. Saizi hawatakwambia kitu. Sababu gani? Hawajaona kama ulibatizwa. Hawajaona kama unakaribia meza ya Bwana. Unapokaribia ndani ya meza ya Bwana, inakufanya maisha yako kuendelea mbele, inakufanya wewe kusimama imara, unakufanya wewe kubakia kwenye msimamo. Meza ya Bwana inandaa mwili wako wa Kristo siku moja ufufuke nao. Amen. Watafufuliwa wale ambao waliokoka. Maandiko linasema siku ya mwisho atakuja kwanza, atachukua waliokuwa wake na wale ambao waliokufa, hawakukufa, waliosinzia atawaamsha. Na waliokufa watabakia hapo. Kisha anakuja kuwafufula tu, muone mateso. Mnyama atakuja. Mena mwezi wa 4 unaandaa Pasaka yako vipi? Mwezi wa 4 unaisherehekea namna gani? Piga chakula, leta kanisani. Leta kanisani chakula yako. Sikia niseme hivi, tunaweza tukachangia chakula sote vizuri. Tunaweza tukakula chakula sote kwa pamoja, lakini kwenye meza ya Bwana haustahili kula. Na kwenye meza ya Bwana kuna mengine mazuri ambayo tunayafundisha. Kwenye meza ya Bwana ndio mahali ya Mkristo kumkumbusha Mungu.
Walawi 23:5-6 anasema nini? Walawi, kitabu cha Walawi 23:5-6 anasema nini? Karibu mzee. Sekretari kwa ananiandikia barua. Walawi 23:5-6 yake. Tumsikilize hapa Mungu yuko anazungumza nini juu ya Pasaka. Tusikilize hii Pasaka inafaa nini kwetu. Walawi anasema nini? 5 yake hadi 6. Anasema nini? Anasema hivi. Ndio. Mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Sikia vizuri. Mwezi wa kwanza silishapita. Mwezi wa kwanza silishapita. Sivyo? Ndio. Tukwemo ndani. Hapana. Silishaenda. Ndio. Tutesa mwezi wa ngapi? Siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni. Ni Pasaka ya Bwana. Mnakulaka Pasaka mchana au mnakulaka sana? Hapa hivi anasema sana papa. Sana jioni. Jioni inaanza sana. Ngoja kidogo. Sikia mzuri. Ukishasikia mzuri, jioni inaanza wakati kajua kanaanza kubukia, si vile? Ndio jioni, akasema vile pale. Twende. Na siku ya 15 ya mwezi kule, siku ya 15, tarehe 15 mwezi wa 4, ni sikukuu kwa Bwana ya mkate usiotiwa chachu. Mwanisikie mzuri. Ikishafika mwezi wa 4 tarehe 15 itakuwa siku ya kutengeneza mkate ambayo haiweki chachu. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Sasa baba yangu mimi nataka niulize hapa sasa. Hapa ndio kuko kizuri ya neno la Mungu, si vile? Tuongee ukweli. Mama sifi. Wakuelezea tu kukula mkate ambao haina chumvi, haina sukari au kalanga. Siku 7. Unaweza tunaweza kumepifanya. Tutaweza. Tuendelee. Siku 7. Tuendelee. Siku 7. Siku ya kwanza mtakuwa na kusanyiko takatifu. Ikifika leti ikuwe mkusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Sasa baba yosha sasa mkazi siku ya kwanza. Baba kisija sasa mkazi siku ya kwanza mzee wangu. Baba Rajabu ukitaka takutikia. Okay, siku ya kwanza tunaanza kuhesabiwa siku za Pasaka, si vile? Lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana. Mtasongeza sadaka zenu sasa kwa Bwana. Kwa njia ya moto siku 7. Kwa njia ya moto siku 7. Siku ya 7 ni kusanyiko takatifu. Ni kusanyiko. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Mnisikie mzuri. Ikifika siku ya 6, kila Mkristo ambaye tuko naye hapa kwenye kanisa, siku ya 6 piga chakula chako mbele ya wakati, kila kitu. Siku ya Mungu usipige kitu. Siku ya Mungu usipige kitu. Ni siku ambayo sie sasa tutasherehekea ukumbusho na mateso ya Yesu Kristo. Siku ya 7 sasa tufanye nini? Siku ya 7 ndio tufanye nini? Ni kusanyiko takatifu. Kusanyiko takatifu. Usifanye kazi yoyote. Usifanye kazi yoyote ya utumishi. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia. Akamwambia nini? Neno na wana wa Israeli waambie. Hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi niwapayo. Ndio. Na kuyavuna mavuno yake. Ndio. Ndipo mtakapomletea kuhani. Ndio. Mkanda wa malimbuko ya mavuno yenu. Ndio. Amen. Wanasema kuhani. Mena Pasaka ambayo inakuja
ni siku ambapo kanisa inatoshaka malimbuko yao, kanisa inatoshaka chakula, kanisa inaletaka mafuta, unga, mboga, kila kitu. Kila Mkristo anatoshaka yake, analeta hapa kwenye madhabahu. Akileta hapa kwenye madhabahu, sasa watumishi wanaomba, wakimaliza kuombea chakula, ni chakula ya watumishi na ile ambayo haijapikwa. Nataka mnisikia, ile ambayo haijapikwa. Kanisa nyingi sana akifanya ile jambo, kanisa nyingi sana tunafungwa macho juu ya Pasaka. Kanisa nyingi sana wanazokezea tu kabisa habari za agano jipya, hawagusi ya agano la kale. Mena Mungu akawaambia Waisraeli Walawi wasifanye kazi lolote ile. Walawi ndio ambao waliitwa kuwa wachungaji. Ile sadaka ambayo mtaleta malimbuko kwenye kanisa ndio ambayo kanisa itakula. Wazee watatumia, hao wazee wataenda watavunja mfupa. Mena sisi hatuko tunayaona haya. Sisi tunayaona kusema nikileta chakula yangu kwangu nitapata nini? Kwangu nitaacha nini? Niwaletee wale utumishi gani ule? Utumishi wa namna ile gani? Ndio maana Wakristo wengi wanagonjwa sababu wanakosa kusikia neno la Mungu. Wakristo wengi wanashindwa kubarikiwa sababu neno la Mungu hawaisikii kisi iendavyo. Hii ninawaibia msee. Mnataka mafanikio kwenu? Dimanche le 20 ni sikukuu ya kila familia kumtolea Mungu sadaka yake. Kama utakuwa na bunga, kama utakuwa na nini, chote kile ambacho unajisikia kumtolea Mungu. Tena na nitawaomba wazee, ikuwe siku ya furaha tutolee Mungu. Kama ni kucheza wazee, kama ni kucheza tucheze papa tucheze tu baba yako. Kama ni saa mbili tucheze sababu kumtolea Mungu ni furaha na ni sadaka ya amani. Sababu unaitosha ndani ya roho yako, kisha Mungu unakumbusha Mungu kwa hiyo. Kanisa nyingi hawapiti kwenye hivi vitu. Mimi niko nawafundisha, siko nahubiri leo. Na tutaendelea kwenye kanisa letu kama tutayashika haya ambayo Mungu anatupatia kama sheria. Na haya ambayo Mungu anatupatia kama sheria ndio ambayo Wakristo wengi hawaifanyi. Makanisa nyingi wanageuza maandiko. Makanisa nyingi sana tandike ile siku ya Pasaka ni siku ya kuchinja ng'ombe, kuchinja mbuzi, kukula, kutengeneza mikate tu, kutengeneza mikate, kuleta juice, kukunya juice. Kama wamekupatia wali haujarizika, dafura wewe mleteka friti hayarizika, hapa mleteka mayonnaise hayarizika. Ile siku ni siku yako wewe kuitengeneza iwe kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani mtu mmoja ambaye anisikiliza hii neno, wewe ambaye bado ulikuwa haujasikiliza hii, natamani hii ikuwe yako. Wakawaie na wengine pia. Tunakula Pasaka vibaya. Sasa mimi kwanza nilijikuta Mungu amenipenda sana. Sababu tarehe 17 ni siku yangu ya kuzaliwa. Baada ya siku 3 Pasaka itakuwa. Ni siku ambayo ninasikia kuwa na raha. Ni siku ambayo inabidi nimshukuru Mungu, siku yangu ya kuzaliwa ambayo niko siku ya Pasaka. Siku ya kumkumbusha Mungu. Siku ya kumtolea Mungu. Unasikia kale kanyuma. Tengeneza nafasi yako ya Pasaka. Sikupia kwenye maandiko. Kuna sehemu maandiko inasema hivi, piga chakula waite watu wakule juu ya Pasaka. Na sisi tupige chakula tuwaite watu juu ya Pasaka yetu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tusimame sote. Nitatumana magazeti kulike mgrupe ambazo sikizisoma.
nitazitia ujumbe tuzisome, na hizi verse zitakusaidia sana kuelewa Pasaka ni nini. Hizi verse zitakusaidia sana wewe ambaye bado unampokea Yesu Kristo, wewe ambaye unatamani Yesu Kristo akuje kwako, wewe ambaye unatamani Yesu Kristo apige hodi ndani ya nyumba yako, wewe ambaye bado unajipiga ndani ya moyo kusema, mbona ninasemewa sana, mbona wananisema sana, sitakula ile Pasaka, sitakula ile meza, mbona sitakula ile meza. Ndugu yangu, usipate mtu kusema namna gani. Ukisikia ndani ya roho yako usema haujakuwa tayari kula Pasaka, kuja nione tuombe pamoja. Kuja unione tuombe pamoja. Ndani ya moyo wako ukijisikia kusema sijakuwa tayari nikule hii Pasaka, kuja unione ukule pamoja na mimi. Kuja unione tuchangie Pasaka pamoja na sisi. Kuja unione tukuombee rehema kwa Mungu. Unaweza ukajikuta kuna vifungo fulani hivi. Unaweza ukajikuta kuna mambo fulani hivi. Unaweza ukajikuta kuna vitu ambavyo vinakubana sana. Kuja tuone. Kukingaliki wakati na saa yako. Kukingaliki muda wako. Kukingaliki na saa. Nilikuta mzee mmoja wa miaka 55 akanambia, sijabatizwa lakini ninapiganisha sana siku yangu ya kufa nitaenda wapi. Kwa 47 ilikuwa 78 akanambia, sijui niende kwa kanisa kama nibatizwa, lakini I hate God, ninamchukia Mungu sababu ameninyang'anya hivyo ambayo nilikuwa nayo kwa nyumba yangu. Wewe unanyang'anya nini? Ameshtukia Mungu sababu Mungu amemnyang'anya hivyo na amegonjwa miguu yake. Hakuna mtu kwenda kumtazama kwake. Anasema I hate Jesus. Bora niende kuzimu, nisiende mbinguni. Fikia mzuri. Piga moyo konde. Usife haujabatizwa. Usife haujakula meza ya Bwana. Hii ndio ukumbusho wako. Nataka ufikiri ndani ya roho yako kwanza. Nataka ufikiri ndani ya moyo wako. Nataka ufikiri kwenye sehemu upo sahihi. Endelea kidogo. Nataka ndani ya roho yako upige moyo konde. Mpaka lini sitachangia na Wakristo wenzangu? Mpaka lini sitaandika kwenye ile kitabu ya Wakulio? Iandikwe na majina yako huko. Na wao pia waandike mahali hapo. Na wao pia upeleke jina lako huko. Bwana, meza ya Bwana kingaliki na kuchunga mpaka Levent. Meza ya Bwana na kuchunga mpaka Levent. Hii mwezi mzima tunahubiri kwa ajili ya Pasaka. Tuko tunahubiri kwa ajili ya waliookoka na wasiookoka, waliobatizwa na wasiobatizwa. Ile saa na dakika ipo. Muda wako kingaliki. Muda wako kingaliki. Ukisikia moyo wako bado unaluma, uje tuombe pamoja. Uje tuombe pamoja. Uje tuombe pamoja. Ninaimba Baba. Seigneur, tu es là encore, Seigneur. Tu as touché le premier rôle dans le
Il y a le moment difficile. Parfois, Seigneur Jésus, nos cœurs est battu à propos des gens qui parlent de nous, à propos des gens qui moquent de nous. Mais tu es là, tu peux attendre ça, Seigneur. Tu es encore là, Seigneur. Tu es là encore. Tu es là. Baba, tunasimama kuombea utumishi wako. Ninagusa kila mmoja mahali hapa leo hii Bwana. Hii neno lisimame kwao kama nanga. Hii neno lipigwe kwao kama vile fimbo. Na watu ambao watakaosikiliza hii neno. Na watu ambao watakaofuata hii neno. Na watu ambao watakaosikiliza hii neno. Hii neno liwaguse. Hii neno liwaguse. Hii neno liwaguse. Hii neno liwaguse. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah.